Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo Tanzania na hata kwa nje ya mipaka ya Tanzania. Karibu sana tuzungumze habari za kimichezo yaliyojiri siku ya hii leo, ikiwa ni Disemba 9 mwaka 2025. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kuweza kupoteza mchezo mmoja wa ligi kuu Tanzania bara, sasa uongozi wa Simba unaendelea kufanya vikao vya mara kwa mara kwa ajili ya kukitazama kikosi hiko cha Simba, kuona labda eneo gani ambalo linahitaji kwenda kufanyiwa maboresho endapo ifikapo Januari, dirisha dogo la usajili mwaka 2026. Uongozi wa klabu hiyo ya Simba wameweza kuchukua maamuzi yaliyokuwa bora zaidi kwa upande wao, huko wakianza kufuatilia mchezaji aliyekuwa mchezaji wa zamani wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Luis Jose Miquissone, raia kutoka pale nchini Msumbiji. Baadhi ya viongozi wa klabu hiyo ya Simba wamefikia tamati, kwa maana kwamba walikuwa wakijadili kuhusiana na mchezaji huyo kuja kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba ifikapo Januari, dirisha dogo la usajili litakapoenda kufunguliwa. Mjadala umekuwa ni mkubwa kweli kweli. Kuna baadhi ya viongozi wa klabu hiyo ya Simba, wengine wakisema kwamba haitakiwi kabisa kurudi kwa kikosi hiko cha Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini wengine wanaeleza kwamba itakuwa ni muda sahihi kweli kweli kwa Luis Jose Miquissone kurejea kwa kikosi hiko cha Simba. Kiwango chake kimezidi kwa bora zaidi pale ambapo alipokuwa ameachana na klabu hiyo ya Simba, alipoweza kurejea huko nchini Msumbiji, moja kati ya klabu ambayo alikuwa akitumikia hapo zamani, UD Songo. Kiwango chake kimezidi kuimarika na amezidi kwa bora kweli kweli msimu uliomalizika na msimu huu ambao umeanza kwenye michuano hiyo huko nchini Msumbiji. Uongozi wa klabu hiyo ya Simba wamefikia maamuzi yaliokuwa rasmi kabisa kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyo raia kutoka pale nchini Msumbiji. Ziko taarifa zikieleza kwamba sababu ambazo baadhi ya viongozi wa klabu hiyo ya Simba kumhitaji mchezaji huyo kurejea kwenye viunga hivyo vya wana Msimbazi, lakini pia jambo linakuwa gumu kweli kweli, kwa sababu ukijaribu kutazama wingi wa wachezaji wa kigeni kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa ni kubwa kweli kweli, huku maamuzi yaliyofanywa ndani ya klabu hiyo ya Simba ni kuhitaji kumtoa kwa mkopo ama ni kuhitaji tu kuvunja mkataba dhidi ya Joshua Mutale Budo. Uongozi wa klabu ya Simba umechukua maamuzi hayo ya kuhitaji mara moja kumrudisha Luis Jose Miquissone kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia baadhi ya viongozi pia wameweza kulitolea ushauri kwamba Joshua Mutale Budo aweze kutolewa kwa mkopo ndani ya klabu hiyo ya Simba. Baadhi ya viongozi wengine wakisema kwamba Budo hataweza kukubali kutolewa kwa mkopo, bali ni kuuzwa moja kwa moja. Mjadala uliokuwa kwa hivi sasa bado hawajaweza kufikia tamati dhidi ya Joshua Mutale Budo, kama atakubali kuondolewa kwa mkopo kwenye viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kama atahitaji kuondoka moja kwa moja, basi Simba watakuwa rasmi kabisa kwenda kuachana na Joshua Mutale Budo, ingawa baadhi ya viongozi wengine wanasema kwamba itakuwa si vizuri kumwacha moja kwa moja, kwani bado kiwango chake kitazidi kuimarika huko siku za usoni. Ukumbuke kwamba Joshua Mutale ni raia kutoka pale taifa la Zambia, na moja kati ya vilabu ambavyo alivyokuwa akivitumikia ni Power Dynamo pale nchini Zambia. Joshua Mutale Budo aliweza kusajiliwa msimu uliopita, na msimu wake wa kwanza tu msimu uliopita, ambapo aliweza kucheza michuano ligi ya mabingwa, ligi kombe la shirikisho barani Afrika pamoja na ligi kuu Tanzania bara. Kiwango chake kilianza kwa kudorora siku za hivi karibuni, na pale ambapo alipokuwa kuzidi kwa bora zaidi na ameweza kuisaidia klabu yake ya Simba msimu ulioweza kutamatika. Rasmi Simba wamefikia makubaliano na Luis Jose Miquissone kurudi mara moja kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwani hayo yatakuwa ni maamuzi sahihi kweli kweli kutokana na kiwango kilichokuwa bora zaidi kwa upande wa Luis Jose Miquissone. Vikao ni mara kwa mara ndani ya klabu hiyo ya Simba, wakiendelea kuweza kuweka vikao ili kujadili mambo mbalimbali kadha kulingana na mwenendo wa klabu yao msimu wa 25-26.
Taarifa ambazo Simba ambazo hivi sasa ataenda kutangaza siku za hivi karibuni ni kwenda kumtangaza kocha ambaye kocha huyo atakuwa ni kocha sahihi kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ingawa wengine wanasema kwamba ndani ya klabu ya Simba tatizo sio kocha bali ni tatizo la viongozi. Huko Simba tayari wameshaweza kukamilisha mchakato wa kuweza kuinasa saini Steven Becker kutoka pale nchini Afrika Kusini, mmoja kati ya vilabu ambavyo walivyokuwa kivitumikia ni klabu ya Stellenbosch pale nchini Afrika Kusini. Huku viongozi wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba wametoa hivyo kwa maana kwamba wanahitaji kwenda kufanya maboresho makubwa kwelikweli kwenye kikosi hiko cha Simba, na ziko taarifa zikieleza kwamba Simba wanahitaji pia tena kuingia sokoni kwenda kumtazama golikipa nambari 3 ambaye golikipa huyo ataenda kumpa competition kubwa sana kwa upande wa Yakubu Suleiman. Ukumbuke kwamba golikipa number 1 kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Musa Pinpin Kamara, yeye pia aliweza kupata majeraha ya goti na kufanywa operation pale nchini Morocco. Musa Pinpin Kamara aweza kurejea hapa nchini Tanzania baada tu ya kuweza kufanywa upasuaji wa goti, na mpaka hivi sasa ameweza asiingie uwanjani mpaka pale fikapo wiki 8 mpaka wiki 10, takriban ya miezi 2 kufikia mpaka miezi 3. Musa Kamara ataendelea kuwa nje mpaka afike miezi 3, ndipo atarejea moja kwa moja kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Baadhi ya viongozi wa klabu hiyo ya Simba wamesema kwamba kwa kipindi hiki lazima waingie tena sokoni kwenda kumtafuta golikipa mwingine ili kwenda kumpa changamoto Yakubu Suleiman. Baadhi ya viongozi wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba wametoa mawazo kwa maana kwamba wanahitaji kumrudisha Aishi Salum Manula ambaye aliwahi kuitumikia klabu hiyo ya Simba miaka kadhaa iliyopita, kwani pale ambapo alipokwenda Aishi Salum Manula apati namba ya 1 kwa 1. Baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba wamesema kwamba kama ile adhabu tulioweza kumpatia Manula kwa kufanya makosa mbalimbali sasa hivi sasa ameweza kurudi na kuwa mpole, kwani itakuwa ni muda sahihi wa kwenda kumrudisha Aishi Salum Manula kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini bado mchakato unaendelea kujadiliwa ndani ya klabu hiyo ya Simba, lakini mchakato kwa hivi sasa uliokamilika ndani ya viunga hivyo vya klabu vya Simba ni mchakato wa Luis Jose Miquissone kukubali kuja kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutoka kule nchini Msumbiji. Sababu kubwa ambazo viongozi wa Simba wameshawishika kumrudisha Luis Jose Miquissone: kwanza, klabu yake haishiriki michuano ligi ya mabingwa barani Afrika, na hata hivyo usajili huo utamfanya Luis Jose Miquissone kuingia moja kwa moja kwenye michuano ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia kutokana na ubora, kutokana na kiwango chake kwa bora zaidi msimu uliopita na msimu huu ulioanza huko Msumbiji, amekuwa ni tishio kulikweli, kwani klabu yake ya UD Songo imekubali kumwachia Luis Jose Miquissone, kwani hapo awali Simba waliweza kufanya biashara miaka kadhaa iliyopita huko nyuma, na baada ya hapo Luis Jose Miquissone alipoenda kuelekea pale nchini Misri, mmoja kati ya klabu ya Al Ahly Mafarao pale nchini Misri. Rasmi Simba wamefanikiwa kumrudisha huyo Luis Jose Miquissone kwa mkataba miaka 2, na huko akiendelea kuamini kiwango chake kitakuwa bora zaidi kwenda kuisaidia klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba pale ambapo atakapoenda kusajiliwa na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini wengine wanaeleza kwamba itakuwa ni muda sahihi kweli kwa Luis Jose Miquissone kurejea kwenye kikosi hiko cha Simba. Kiwango chake kimezidi kwa bora zaidi pale ambapo alipokuwa ameachana na klabu hiyo ya Simba alipoweza kurejea huko nchini Msumbiji, moja kati ya klabu ambayo alikuwa akitumikia hapo zamani UD Songo. Kiwango chake kimezidi kuimarika na amezidi kwa bora kweli msimu uliomalizika na msimu huu ambao umeanza kwenye michuano hiyo huko nchini Msumbiji. Uongozi wa klabu hiyo ya Simba wamefikia maamuzi yaliokuwa rasmi kabisa kuweza kuinasa saini ya mchezaji huyo raia kutoka pale nchini Msumbiji. Ziko taarifa zikieleza kwamba sababu ambazo baadhi ya viongozi wa klabu hiyo ya Simba kumhitaji mchezaji huyo kurejea kwenye viunga hivyo vya wana Msimbazi, lakini pia jambo linakuwa gumu kweli kwa sababu ukijaribu kutazama wingi wa wachezaji wa kigeni kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba imekuwa ni kubwa kweli, huku maamuzi yaliyofanywa ndani ya klabu hiyo ya Simba ni kuhitaji kumtoa kwa mkopo ama ni kuhitaji tu kuvunja mkataba dhidi
ya Joshua Mutale Budo. Uongozi wa klabu ya Simba umechukua maamuzi hayo ya kuhitaji mara moja kumrudisha Luis Jose Miquissone kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia baadhi ya viongozi pia wameweza kulitolea ushauri kwamba Joshua Mutale Budo aweze kutolewa kwa mkopo ndani ya klabu hiyo ya Simba. Baadhi ya viongozi wengine wakisema kwamba Budo hataweza kukubali kutolewa kwa mkopo bali ni kuuzwa moja kwa moja. Mjadala uliokuwa kwa hivi sasa bado hawajaweza kufikia tamati dhidi ya Joshua Mutale Budo kama atakubali kuondolewa kwa mkopo kwenye viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kama atahitaji kuondoka moja kwa moja, basi Simba watakuwa rasmi kabisa kwenda kuachana na Joshua Mutale Budo, ingawa baadhi ya viongozi wengine wanasema kwamba itakuwa si vizuri kumwacha moja kwa moja, kwani bado kiwango chake kitazidi kuimarika huko siku za usoni. Ukumbuke kwamba Joshua Mutale ni raia kutoka pale taifa la Zambia, na moja kati ya vilabu ambavyo alivyokuwa akivitumikia ni Power Dynamo pale nchini Zambia. Joshua Mutale Budo aliweza kusajiliwa msimu uliopita, na msimu wake wa kwanza tu msimu uliopita, ambapo aliweza kucheza michuano ligi ya mabingwa, ligi kombe la shirikisho barani Afrika pamoja na ligi kuu Tanzania bara. Kiwango chake kilianza kwa kudorora siku za hivi karibuni, na pale ambapo alipokuwa kuzidi kwa bora zaidi na ameweza kuisaidia klabu yake ya Simba msimu ulioweza kutamatika. Rasmi Simba wamefikia makubaliano na Luis Jose Miquissone kurudi mara moja kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwani hayo yatakuwa ni maamuzi sahihi kweli kutokana na kiwango kilichokuwa bora zaidi kwa upande wa Luis Jose Miquissone. Vikao ni mara kwa mara ndani ya klabu hiyo ya Simba, wakiendelea kuweza kuweka vikao ili kujadili mambo mbalimbali kadha kulingana na mwenendo wa klabu yao msimu wa 25-26. Taarifa ambazo Simba ambazo hivi sasa ataenda kutangaza siku za hivi karibuni ni kwenda kumtangaza kocha ambaye kocha huyo atakuwa ni kocha sahihi kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Ingawa wengine wanasema kwamba ndani ya klabu ya Simba tatizo sio kocha bali ni tatizo la viongozi. Huko Simba tayari wameshaweza kukamilisha mchakato wa kuweza kuinasa saini Steven Becker kutoka pale nchini Afrika Kusini, mmoja kati ya vilabu ambavyo walivyokuwa kivitumikia ni klabu ya Stellenbosch pale nchini Afrika Kusini. Huku viongozi wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba wametoa hivyo kwa maana kwamba wanahitaji kwenda kufanya maboresho makubwa kweli kwenye kikosi hiko cha Simba, na ziko taarifa zikieleza kwamba Simba wanahitaji pia tena kuingia sokoni kwenda kumtazama golikipa nambari 3 ambaye golikipa huyo ataenda kumpa competition kubwa sana kwa upande wa Yakubu Suleiman. Ukumbuke kwamba golikipa number 1 kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Musa Pinpin Kamara, yeye pia aliweza kupata majeraha ya goti na kufanyiwa operation pale nchini Morocco. Musa Pinpin Kamara aweza kurejea hapa nchini Tanzania baada tu ya kuweza kufanyiwa upasuaji wa goti, na mpaka hivi sasa ameweza asiingie uwanjani mpaka pale fikapo wiki ndani mpaka wiki 10, takriban miezi 2 kufikia mpaka miezi 3. Musa Kamara ataendelea kuwa nje mpaka afike miezi 3, ndipo atarejea moja kwa moja kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Baadhi ya viongozi wa klabu hiyo ya Simba wamesema kwamba kwa kipindi hiki lazima waingie tena sokoni kwenda kumtafuta golikipa mwingine ili kwenda kumpa changamoto Yakubu Suleiman. Baadhi ya viongozi wa klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba wametoa mawazo kwa maana kwamba wanahitaji kumrudisha Aishi Salum Manula ambaye aliwahi kuitumikia klabu hiyo ya Simba miaka kadhaa iliyopita, kwani pale ambapo alipokwenda Aishi Salum Manula apati namba ya moja kwa moja. Baadhi ya viongozi wa klabu ya Simba wamesema kwamba kama ile adhabu tulioweza kumpatia Manula kwa kufanya makosa mbalimbali sasa hivi sasa ameweza kurudi na kuwa mpole, kwani itakuwa ni muda sahihi wa kwenda kumrudisha Aishi Salum Manula kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini bado mchakato unaendelea kujadiliwa ndani ya klabu hiyo ya Simba, lakini mchakato kwa hivi sasa uliokamilika ndani ya viunga hivyo vya klabu vya Simba ni mchakato wa Luis Jose Miquissone kukubali kuja kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kutoka kule nchini Msumbiji. Sababu kubwa ambazo viongozi wa Simba wameshawishika kumrudisha Luis Jose Miquissone: kwanza, klabu yake haishiriki michuano ligi ya mabingwa barani Afrika, na hata hivyo usajili huo utamfanya Luis Jose Miquissone kuingia moja kwa moja kwenye michuano ligi
ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia kutokana na ubora, kutokana na kiwango chake kwa bora zaidi msimu uliopita na msimu huu ulioanza huko Msumbiji, amekuwa ni tishio kulikweli, kwani klabu yake ya UD Songo imekubali kumwachia Luis Jose Miquissone, kwani hapo awali Simba waliweza kufanya biashara miaka kadhaa iliyopita huko nyuma, na baada ya hapo Luis Jose Miquissone alipoenda kuelekea pale nchini Misri, mmoja kati ya klabu ya Al Ahly Mafarao pale nchini Misri. Rasmi Simba wamefanikiwa kumrudisha huyo Luis Jose Miquissone kwa mkataba miaka 2, na huko akiendelea kuamini kiwango chake kitakuwa bora zaidi kwenda kuisaidia klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba pale ambapo atakapoenda kusajiliwa na klabu hiyo ya Simba.